Bado ni fukuto la dabi ya Kariakoo. Kuanzia jana tumeona taarifa kwa umma nyingi sana kutoka klabu ya Yanga kwenda TFF, lakini pia kutoka TFF kwenda klabu ya Yanga. Sasa kwa zile taarifa kwa umma ambazo klabu ya Yanga ilizitoa, msemaji wa Simba Sport Club Ahmed Ally kupitia page yake ya Instagram amechambua taarifa hizo na kuandika kwamba nimepitia kwa utulivu matakwa ya nyuma mwiko yaliyowasilishwa bodi ya ligi. Nimeona kuna usela mwingi badala ya hoja za msingi. Unataka katibu mkuu wa TFF ajiuzulu kwa kushindwa kusimamia waamuzi? Pengine hamjui kazi za katibu mkuu. Jukumu lake ni kuandaa kozi za waamuzi, kuboresha maslahi yao na kuadhibu wanaokosea. Yote hayo yanafanyika kwa 100%. Mafanikio ya leo kwenye mpira wa miguu ni kutokana na mchango wa mtendaji mkuu akisimamiwa vema na Rais Wallace Karia na kamati yake ya utendaji. Timu zetu zote za taifa za madaraja yote zinapishana kwenye michuano ya Afrika. Hii ni kazi ya katibu mkuu. Siko hapa kueleza mafanikio yake, lakini itosha kusema tu mpira wa miguu hauko tayari kupoteza lulu kwa maslahi yenu. Wanataka pia mtendaji mkuu wa bodi ya ligi Almas Kasongo naye ajiuzulu. Kwa kosa gani? Ubaya wa Kasongo umeanza lini? Wakati mnachukua ubingwa mara 3 hamkuona ubaya wa Kasongo. Kasongo huyu chini ya utawala wake ligi yetu imeshika nafasi ya 4 kwa ubora Afrika. Licha vilabu vinajiendesha kwa fedha kutoka kwa wadhamini waliotafutwa na bodi ya ligi ya Kasongo. Tuambie tu, hatujajiandaa kumpoteza Kasongo. Hivi sasa mazuri yake ni mengi kuliko mabaya mnayompakazia. Ninachokiona mimi, haya ni mapambano ya kutaka kuweka watu wenu kwenye nyadhifa hizo na sio watenda haki bali wasimamie maslahi yenu. Hatuwezi kuruhusu hilo litokee. Mkwara wa kuwa hamtashiriki ligi msimu ujao mpaka matakwa yenu yafanyiwe kazi, huo ni mkwara wa bata. Mpira wa nchi hii unaweza kwenda bila wewe na watu wakafurahi. Amepotea Pan Africa, Red Star, Cosmopolitan. Wewe nani? So anauliza hivyo kwa kuuliza Yanga ni nani. By the way, timu yenu ni Sport Club. Mkiona mpira umewashinda, nendeni mkacheze boxing au basketball. Hii ni posti ya kwake Ahmed Ally ameiweka, na hii ni kutokana na namna ambavyo Yanga wana matakwa yao na wanataka matakwa yao yatimizwe na bodi ya ligi na TFF, ndipo atacheza dabi ya Kariakoo ambayo anatakiwa kuicheza Juni 15 mwaka huu wa 2025. Msimamo mpaka sasa hivi wa Young African ni kwamba hawatashiriki mpaka matakwa yao yatakapotimizwa. Lakini sio tu mchezo huo wa dabi ya Kariakoo pekee, lakini pia hata finali ya kombe la CRDB hawatacheza mpaka walipwe fedha zao za ubingwa uliopita msimu wa 2023-2024 ambao bado hawajapatiwa. Kwenye posti hii ya Ahmed Ally nimeona komenti za watu wengi sana. Nimeona hapa Hakim Kaindo, huyu anatokea WCB Wasafi, anasema semaji hiyo paragrafu ya mwisho asiguse mtu tafadhali. Nimemwona hapa mtangazaji Mani Luvanga anasema paragrafu ya mwisho imenikosha sana. Huyu anasema mzee fuatilia ya kwako. Anaonekana shabiki wa Yanga, huyu anataka jamaa fuatilie mambo yake Ahmed Ally. Huyu anasema Yanga ndo mkombozi wa taifa hili na Yanga ndio watakaoikomboa ligi kutoka kwa maharamia na machawa wote. Huyu anasema yani utaandika makala za Yanga hadi utachanganyikiwa, hatuchezi ngo. So ni comment tofauti kwenye hichi ambacho amekiandika Ahmed Ally akiwa anafanya uchambuzi wa taarifa kwa umma za klabu ya Yanga, na yeye kwa upande wake anasema ameona usela mwingi. Kwako maoni yako ni yapi? Unayaacha hapo kwenye uwanja wa comment, lakini pia usisahau kusubscribe, bonyeza alama ya kengele uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kama hizi. Mimi ni Sadi TZ, hii ni Simulizi na Sauti.